Asanteni. Tanzania ni yetu. Amani kwanza. Amani kwanza. Tanzania ni yetu. Waheshimiwa waandishi wa habari, kwa mara nyingine tena tunawakaribisha Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Na leo tumetembelewa na ujumbe kutoka Dr. Gwamaka yuko hapa, lakini mbele yenu mnaona viongozi wa dini, maaskofu na mashehe kutoka Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Lengo la kikao chetu ambacho tunaendelea nacho ni kwamba Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania ilipokea kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Majaliwa Kassim Majaliwa juu ya suala linalohusu kelele katika nyumba za ibada. Na kwa kuzingatia Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania na muundo wake, akatukabidhi jambo hilo ili kuona kwamba kwa kushirikiana pamoja na viongozi wenzetu wa dini tunafikia muafaka na kuona namna gani tunashirikiana na NEMC na serikali, hatimaye sheria zetu ambazo tulizozitunga sisi wenyewe tuone kwamba zinafanywa kazi. Kwa hiyo niseme tu kwamba sisi kama Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania tumepokea kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, kauli ya serikali, na tumeanza kuifanyia kazi. Na leo tumekutana na NEMC kwa lengo kubwa la kutupa uelewa kwanza sisi kama viongozi wakuu wa jumuiya, lakini pia elimu hiyo nasi kuona kwamba tunaipeleka kwa wenzetu, ili hatimaye tukitoka na azimio au makubaliano yawe ni makubaliano ya pamoja ambayo hayataumiza upande wowote. Lakini pia nishukuru sana NEMC. Nishukuru sana NEMC kwa elimu ambayo leo tumeipata. Niwashukuru kwa usimamizi wa sheria ya mazingira. Wamekuwa wanaisimamia ipasavyo sheria, lakini pia kutoa elimu kwa makundi mbalimbali. Tumeona kwamba wamejitahidi kwa muda mrefu sana kutoa elimu kwa makundi mbalimbali ambayo yalipaswa wayajue haya ambayo yanayokusudiwa na sheria zetu juu ya udhibiti wa kelele. Kwa hiyo NEMC tunashukuru sana kupitia mkurugenzi mkuu ambaye yuko hapa kwa kazi nzuri ambayo inayofanya. Lakini pia kama Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, pia tuishukuru NEMC kwa kuanza kuchukua hatua mbalimbali. Tumeona NEMC imeanza kuchukua hatua. Na pengine Mheshimiwa Mkurugenzi mlikuwa mnachelewa kidogo, lakini kwa mfano ambao mmeuchukua tumeona kule Dodoma na maeneo mengine. Sasa hatua hizi ni lazima tuzipongeze, kwa sababu mara nyingi tunakuwa na sheria tu ambazo ziko katika maandishi lakini utekelezaji unakuwa haupo. Lakini NEMC mmeonyesha mfano mzuri wa kuchukua hatua ili kuweza kudhibiti swala hili ambalo lina maumivu mengi kwa wananchi. Wananchi wamekuwa wakilalamika sana, na umetueleza madhara pia ya kelele. Umetueleza madhara ya kelele ambayo sisi tumeyakubali kabisa kwamba ni madhara ambayo wananchi wanayapata kupitia hizo kelele. Kwa hiyo na sisi kama jumuiya ya viongozi wa dini na viongozi wa mila, tutahakikisha kwamba tunaisaidia serikali kupitia NEMC, hatimaye watu wetu wapate elimu ya kutosha na kuona madhara haya tutayaondosha kwa pamoja kwa wananchi ambao waliolalamika kupitia mamlaka zetu. Kwa baada ya kusema haya, niwashukuruni sana na niwashukuru NEMC, ni mwanzo mzuri, na sisi kama jumuiya tutawashirikisha pia viongozi wengine mbalimbali wa dini kupata rai zao na mitazamo yao kabla ya jumuiya haijafikia kusema lolote. Wako viongozi wengi wa dini tunao, tutawafikia kupata ushauri wao kabla ya kulikamilisha zoezi hili. Kwa baada ya kusema hayo, mimi nawashukuruni sana, na sasa labda nimkaribishe mkurugenzi ili naye aseme mawili matatu. Karibu sana. Asante sana. Tanzania ni yetu. Amani kwanza. Asante sana. Sasa naomba nikushukuru na nikupongeze Alhaji Musa Salum, mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano, kwanza kwa kupata nafasi
ya kutuita sisi kufika kwenye ofisi yako. Niwashukuru na wajumbe wote wa Jumuiya ya Maridhiano kwanza kwa kutupa huu muda wa kuweza kuelimisha, lakini sio hicho tu, ninyi ni chachu kubwa sana ya amani hapa nchini kwetu. Kwa ninyi kama viongozi wetu wa dini, sisi kama baraza tunawachukulia katika hali ambayo ni kubwa ya kuheshimu kazi mnayoifanya, na tunawapongeza sana kwa sababu amani bila kuwa na maombi, amani bila kuwa na taasisi hizi za kuweza kutulea kiroho, ina maana wengi sana tungekuwa katika maisha ambayo sio yale ya salama. Kwa naomba tu nikupongeze wewe mwenyewe pamoja na jumuiya nzima, lakini na viongozi wote wa dini Tanzania popote pale walipo, kwamba kazi wanayoifanya ni kubwa, ni nzuri, tunashukuru na wengi tunalelewa vizuri. Lakini hii changamoto ambayo tunayo inayohusiana na uchafuzi wa mazingira kwenye kelele, ndio maana tumeona tufike kwenye jumuiya hapa kuweza kupata busara za viongozi wetu, namna gani ambavyo tunaweza tukajenga mikakati ya pamoja kuweza kutatua hili tatizo. Sio siri kwamba ni kweli kwa sehemu unakuta baadhi ya nyumba za ibada elimu imekuwa ni ndogo. Kwa hiyo matokeo yake katika maeneo ambayo tunaishi watu wengine wamekuwa wakikerwa, na wakati mwingine watu wengine wanaweza katumia, wakati mwingine mtu anaweza kawa hapendi tu jirani yake awepo, akatumia mbinu kama hizo. Lakini ndio maana NEMC tupo, tunakuwa na vifaa vya kupima kuhakikisha kwamba haki inatendeka. Na hiyo haki inapotendeka, sisi huwa tunaangalia yule ambaye ndiye aliyekosea. Kwa tutaendelea kuitoa hii elimu na hatutachoka, kwa sababu ni sehemu ya majukumu yetu kama taasisi ya serikali ya kitaifa. Ninachokiomba tu ni wananchi kuweza kuendelea kushirikiana, kushikamana, ili tuhakikishe kwamba kila Mtanzania popote pale alipo awe na haki ya kuishi kwenye maisha ambayo ni salama, yenye afya na ya utulivu, ili watu wote tuweze kufurahia matunda ya uhuru wetu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano. Asante sana. Asante. Basi tunawashukuru. Asante.